Mtazamaji wa Sambawi TV, bado tunaendelea kuwapata wadau ambao wameshirikiana vyema kabisa kuhakikisha wanayafanya vizuri mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani. Pembeni yangu hapa nipo pia na mzee vile vile, kwa nafasi yake naye atakwenda kujitambulisha ili tuweze kumfahamu kwa faida ya sisi sote. Na mzee wangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tena kwa faida tena ya watazamaji, tungependa ujitambulishe na tukufahamu kwa ukaribu zaidi. Karibu sana. Mimi naitwa Mbuga Mbovuke Mkolanyani Kibwamkia, jina langu la kazi, lakini jina langu jingine ukilitaka ukitafuta pasipoti yangu utaliona, lakini hilo ndo maarufu na nimelipata kutokana na kituo changu pendwa Clouds FM, Clouds the People Station, ndio kilichonitengeneza, na nashukuru viongozi wangu wote wa kazi na kupata nafasi kubwa kubwa kama hizi na sehemu mbalimbali. Kituo changu cha kazi Clouds FM, Clouds the People Station, ndio kimenitengeneza mimi Mbuga Mbovuke, kiongozwa na bosi wangu Shafi Dauda, Joseph Kusaga, Madam Sheba na bosi wangu Kitoi. Mashaallah, wengi tumezoea kukuona kwamba ukiwa katika upande wa media kama hivyo Clouds, na wengi tumependa kukufahamu au tumekujua kupitia Clouds TV na Clouds Media kwa ufanisi wako, ubora wako, mahiri wako wa utangazaji. Lakini kumbe hata katika mashindano kama haya au katika majambo kama haya ya khairi ya Mwenyezi Mungu pia vile vile upo. Una nini la kuwaambia baadhi ya watazamaji ama baadhi ya wafanyakazi wenzako ambao wapo katika upande wa media lakini wameitupa sana akhira yao? Una nini la kuwashauri? Nani kwanza nikwambie, kwanza huruka ina dawa na ghorofa lianza foundation, samaki mkunje bado mbichi. Kwa nini nasema hivyo? Kama huna dini, huna mfumo wa maisha, utakuwa hujui dhambi, hujui thawabu, hujui kitu chochote. Yaani utakuwa sasa na zumbukuku ulimwengu kwa huku. Sasa tusiadaike na dunia. Hawa wababe wote unawasikia, kina Mike Tyson, kina Muhammad Ali, kina wanasujudu na rukuu. Waheshimiwa wote, maraisi, wafalme nini, wanasujudu wana rukuu. Sasa wewe nani? Kwa hiyo kibri kinakupa kibri, na wewe unakokwenda ni mahala padogo kabisa. Kwa hiyo mimi ninachofahamu, hata fugo la mbwa watu wanamnunua mbwa mdogo, wanunua mbwa mkubwa akaanza kazi. Kwa hiyo mafundisho ya dini ndio mfumo mzima wa maisha yako. Utajua kusalimia, utakuwa na huruma, utajua kusaidia, utajua kila kitu, jinsi gani ya kuishi na wenzio, kuwa na adabu, kuwa na heshima na dressing ya mavazi vile vile. Mavazi ya heshima, unaona uwezi kwenda mahakamani na kopero, lakini kuna kofia ukivaa hakimu mwenyewe anakuwa mashaallah. Lakini kikubwa kinachotakiwa kwanza, sisi watu wa habari tuwe mfano wa kuigwa. Mimi bingwa kwenye ndondo huko, na majina nikikutajia hapa 30 kidogo: Mbuga Mbovuke Mkolanyani Kibwamkia, ganduka babangaliba mama nyakanga, ile yote kwa niko katika mambo yangu ya ndondo kapu. Huwezi kuwa konda bila kujua kurudisha chenji na vituo. Lakini sasa ukiwa katika mambo ya katika kalimatu ya la ilaha illa Allah Muhammadun wa abduhu wa rasuluhu, unatakiwa kwanza uwe na adabu, uwe na heshima, na unakutana na viongozi wakubwa unapata heshima. Unaweza kuwa na mapesa lakini uka heshima Bila shaka umeweza kuhudhuria katika mashindano makubwa sana ya Qur'ani. Mbali na haya, mashindano kadhaa ya kuhifadhi Qur'ani umeweza kuhudhuria na umeshuhudia mambo mengi sana. Tungependa kufahamu, katika mashindano kama haya ambayo leo yameandaliwa katika wilaya hii ya Mkinga, unahisi mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani na watoto kupewa zawadi, watoto wanakuwa katika mazingira gani? Yanakuwa ni yanawapa tija gani? Yanawapa tija kwamba ni kuchukua zawadi na kuondoka, ama yanawaamsha ili kufahamu kitabu chao cha Mwenyezi Mungu? Mimi niseme kitu kimoja, mimi nitakupa kisa kimoja tu. Sisi kule Dar es Salaam, mimi ni Mzaramu, kule kwetu viatu sisi kila mmoja umewekwa mfuko. Lakini jana nimekuja kuswali Ijumaa hapa Mkinga, viatu vyangu vipya kabisa. Watu wameswali na watu wote wameondoka. Mimi manake nilikuwa naongea na imamu, kutoka nje viatu vyangu nimevikuta. Kwa hiyo huku ustaarabu, dini, pana hapa lokuwa na dini, hakuna wizi, hakuna kibri, hakuna mambo machafu. Kwa hiyo usitegemee kwamba hili jambo Mheshimiwa Duvi amelianzisha kwa bahati. Kama unavyoona vile Masai, wanawake wananyoa kipara, wanaume wanasuka. Huu ni utamaduni wa Kumwambao. Utamaduni wa Kumwambao kuwa watu wapate elimu ya kumjua Mungu.
alafu unafuatia mambo ya kutafuta riziki hizi, sio? Umeona bwana, lakini kumjua Mungu wewe usimuona na neno. Mimi mzee, kwani usingelita moja kwa moja Mbwiga? Lakini wewe umefundishwa, umetengenezwa. Hata paka yule ukimkuta chumbani kwako wewe unaingia, ukipishana naye mlangoni katoka mbia, basi ujue chungu chako. Lakini ukimkuta paka na kugusa miguuni, basi chungu chako kiko salama. Kwa hiyo sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumuombe dua huyu mfadhili wa Duvi, pamoja na kampuni yake, pamoja na jopo lake na kundi lake lote na wakazi vile, kwa sababu hata kama hivi pamoja na hii yote aliyofanya hii, lakini kama watu wasingeitika hapa, tungekuwa kuna shughuli. Angekula nani hicho chakula? Au haya maspika angesikiza nani? La hiyo hata na nyinyi wana habari vivi, nawapongeza sana. Sisi Clouds tumejitoa kwa hali na mali. Wiki nzima tunatangaza mashindano kumaliza kwenye football mpaka tumemalizia huko. Na nyinyi vile vile nawapongezeni sana, kwa sababu sisi tuna mambo mengi. Leo Idi pili, kila mtu anataka kae nyumbani kwake na familia yake na nini, lakini tumejitoa kuja kufanikisha hili jambo, na mikoa mingine waige. Dar es Salaam kule kuna ndugu yangu moja anaitwa Haji Manara, kompyuta mwenyewe Bugatti, anayo mambo kama haya. Kwa hiyo na mikoa mingine waige. Hii mikoa yote wakiiga hivi tutapata kitu cha maana kabisa kikubwa. Mzee wangu Mbwiga, nashukuru sana. Asante, tunashukuru. Asante sana.